Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia, mwakilishi kutoka wakfu, wawakilishi kutoka ofisi mbalimbali za serikali, ofisi ya mufti, jumuiya ya maimamu, UKWEM na nyote ambao mpo hapa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tena nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema zake nyingi za uhai na afya ambazo zimetuwezesha kuwepo hapa leo. Pili ni kushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa muda wako wa kuwepo hapa. Tunajua ni kwa kuona umuhimu wa suala hili. Tunajua mwelekeo wako na mtizamo wako mkubwa katika suala la maadili na nidhamu na kizazi kilichonyooka, na ndio maana bila shaka umekubali kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Pia nichukue fursa hii pia kushukuru jumuiya hii ya Jukta Kids kwa kufanya shughuli hii na pia kutualika sisi Wizara ya Elimu. Naamini bila shaka wametualika kwa sababu ni wadau wakubwa katika suala la maadili. Tuna watoto ambao tunakaa nao, tunatakiwa kuwatayarisha, na tuna walimu ambao wanaishi na watoto hao, ndio wanawalea watoto hao. Kwa ufupi tu, salamu zangu kama naibu katibu mkuu taaluma Wizara ya Elimu, tunaunga mkono moja kwa moja juhudi hizi ambazo zinafanywa na jumuiya hizi katika kuendeleza maadili ya kizazi chetu. Kwa upande wa serikali kupitia Wizara ya Elimu, tuna nafasi kubwa sana, fursa kubwa sana ya kuendeleza maadili bila ya kutumia nguvu. Ukiangalia mitaala yetu tu inatosha kabisa kurekebisha kizazi hichi. Tuna somo hili la dini ya Kiislamu ambalo ndo mada yetu tangu mwanzo tunazungumza hapa. Tunazungumza Qur'an, tunazungumza hadith, tunazungumza fiqh, tunazungumza tauhidi tangu tulipokuja asubuhi hapa. Na yote haya yamo katika mitaala yetu. Kwa hiyo nasema tunapozungumza na walimu wa dini, nawaambia kwamba sisi tuna fursa kubwa katika system yetu ya elimu hapa Zanzibar katika kurekebisha maadili katika ndani ya mfumo wa serikali, kwa sababu ni mada ambazo zimo. Wanafunzi wanafundishwa tauhid, wanafunzi wanafundishwa fiqh, wanafunzi wanafundishwa Qur'ani. Tatizo tulokuwa nalo ni vipi wanafundishwa. Kwa hiyo hapa ndo wito wangu, tushirikiane kwa pamoja. Jumuiya hizi za Kiislamu na taasisi za Kiislamu ambazo zimo ndani ya serikali, ni sehemu ya serikali, na jumuiya za Kiislamu ambazo zipo nje ya serikali, tushirikiane kwa pamoja katika kuwatayarisha hawa walimu wetu wa dini, kwa sababu wao ndio wanaweza kubadilisha moja kwa moja. Lakini tatizo lilokuwa nalo ni kwamba dini inafundishwa kama ni kupatia credit. Tunapomjenga mwanafunzi akawa na imani, akawa anajua kwamba nikifanya jambo hili Mwenyezi Mungu ananiona popote nilipo, na mada hizo zimo katika mtaala wetu, basi tayari tunarekebisha kizazi chetu katika njia ya upesi kabisa ndani ya mfumo wetu. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kuwaongoza walimu wetu wa dini, na sisi tutakupeni room kabisa, tuko tayari, mwachukue walimu wetu, tushirikiane kwa pamoja kuongoza yale yaliyomo katika mitaala yetu tu, namna gani ya kuyafundisha competence. Tunazungumzia competence based curriculum, umahiri katika mitaala. Hasa umahiri katika somo la, sio katika masomo ya science tu, katika somo la dini ni umahiri mtupu. Yaani Mtume anasema nifundisheni, so tufanye kama vile ambavyo anafanya. Kwa hiyo yote yale ambayo yanafundishwa katika mtaala wa dini ya Kiislamu, maana yake ni kwamba ikiwa wanafunzi watakuwa wanaishi nayo, tayari tunaweza kurekebisha jamii yetu. Hatuwezi kwenda nje ya yale ambayo yapo katika dunia sasa. Hatuwezi kuepuka teknolojia, hatuwezi kuepuka mchanganyiko wa watu, hatuwezi kuepuka hayo. Tunaweza kulifanya ni kuwarekebisha, kuwaimarisha watoto wetu kiimani kwa kutumia mifumo yetu ambayo tunayo, na sote tukashirikiana pamoja ili tuweze kuwatengeneza watoto wetu. Wataalamu wa falsafa wanasema elimu inajengwa na mambo matatu, H3. Head, yani maarifa ya kichwani, na hand, yani uwezo wa kufanya, elimu ambayo inamwezesha mtoto kufanya kitu, lakini pia heart, elimu ambayo inamrekebisha mtoto kuwa na moyo ambao ataweza kufanya yote yale ambayo tunapigania hapa. Kwa hiyo salamu zangu, naomba tushirikiane kwa pamoja. Serikali kupitia Wizara ya Elimu ndio chombo sahihi kwa kushirikiana na jumuiya zote katika kurekebisha maadili ya watoto wetu ili tufikie kule tunako
tunalolitaka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa.